Ninamshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kunikutanisha na wewe katika muendelezo wa mfululizo wetu huu wenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na leo tunaendelea na somo lingine ambalo linaendelea kujenga msingi katika pale tulipoishia katika somo la mwisho. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya rehema ya kukutana tena katika kujifunza maandiko matakatifu. Ninakusihi Mungu wangu ya kwamba ukamtume Roho wako Mtakatifu ili akapate kutusaidia tunapoenda kufungua kurasa za Biblia kujifunza neno lako tukufu. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Katika somo lililopita tulijifunza na kuona ya kwamba watu wahusika wakuu wawili waliopelekea kuingiza Israeli katika matukio ya siku za mwisho, katika eskatolojia ya nyakati za mwisho, walioanzisha vuguvugu hilo la mafundisho ya namna hiyo walikuwa si watu wengine isipokuwa ni Majesuit, ambao mpango wa Majesuit ama mission yao ni ku-counter reformation. Na tukamuona specific Jesuit mmoja aliyeitwa Francisco Ribera, ambaye tunaona alikuja na fundisho ama theology mpya ambayo ilimbadilisha mpinga Kristo kutoka kuwa mfumo wa kipapa ambao Waprotestanti walikuwa wametafsiri maandiko hivyo, na kumpeleka mpinga Kristo kuwa kama figa ama mtu atakayetokea baadaye. Tuliona Ribera aligeuza miaka 1260 ambayo ilikuwa ni kipindi cha kiunabii kilichotafsiriwa na wana matengenezo, na kukibadilisha kuwa miaka 3.5 halisi ya ziki kuu ambayo ingetokea katika siku za mwishoni. Na tunaona Ribera na introduce idea nyingine mpya katika theology yake ya kutoa Israeli kutoka kuwa kanisa la Mungu aliye hai, na sasa kuifanya Israeli kuwa literal state, nchi halisi ya Israeli. Na hivyo tukaona theolojia yake mpya hii ikawa ina mahitaji yafuatayo. Hitaji la kwanza, inahitaji hekalu la Yerusalemu lijengwe upya. Ndio maana sasa hivi unaona kuna movement inaitwa temple movement, kwa sababu wanaamini hekalu la Yerusalemu litajengwa upya. Lakini pia inatakiwa ama framework hii inatakiwa Israeli iwepo kama state. Wakati anatengeneza theology miaka 1500, Israeli haikuwa kama state. Nilikuambia katika kipindi kilichopita Israeli ilikuwa state 1948. Baadaye Jesuit Manuel de la Cuza yeye akajengea zaidi, akaongezea nyama theology kwa kuintroduce kitu kingine cha kwanza kukubaliana na misingi iliyoachwa na Ribera, lakini pia kuintroduce kwamba milenia italiwa hapa duniani miaka ile 1000, watakatifu wataishi na Mungu hapa duniani, wakati Biblia Ufunuo 20 inafundisha wataitumia miaka 1000 wakiwa kule mbinguni. Lakini pia alikazia habari ya Israeli na kwamba ahadi za Mungu zile ni za sio tena Israeli spiritual, kwamba sisi warithi sana ahadi kama ninavyosoma katika Wagalatia, bali anasema ni literal Israel. Na pamoja na miaka ikaenda mbele, wakaja wa Pentekoste, wa Kiprotestanti na Kipentekoste, ambao wakajengea msingi theology zao kupitia mafundisho ya Ribera na de la Cuza. Wakaja kutengeneza fundisho hili la secret rapture, yani ujio wa siri wa Kristo. Kwa maana anafundisha kabla zikikuwa ijaanza, Kristo atakuja, atanyakua kanisa ili kanisa lisipitie ziki kuu. Wakati Yesu amefundisha waziwazi katika Biblia ya kwamba kanisa lazima litapitia dhiki kuu, lakini amewaahidi atakuwa pamoja nao. Na kwa mujibu wa fundisho lao, Kristo akisha wanyakua, basi atabaki anadili na wale ambao wamekosa wokovu mara ya kwanza na taifa la Israeli, ili awasaidie, awarudishie tena utukufu wao, waokolewe. Na ndio msingi wa fundisho la unyakuo wa kisiri. Msingi wake hautokani katika maandiko matakatifu, msingi wake unatoka Rumi, kwa sababu all roads lead to Rome. Tuliona Jesuit Francisco Ribera, akaja de la Cuza, baadaye katafsiriwa na Nelson, na baadaye wa Pentecoste wa Kiprotestanti
wakalichukua fundisho hilo. Sasa swali unaojiuliza, je, Biblia inafundisha nini kuhusu marejeo ya Yesu? Je, Yesu atakujaje? Ndio somo langu la leo linasema, siku Yesu atakapokuja. Siku Yesu atakapokuja. Katika kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza na la pili, Yesu anasema maneno haya: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, kama si hivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nilipo, anamalizia kwa kusema katika Yohana 14 fungu la 3, basi mimi nilipo nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Hivyo tunaona Yesu anaahidi ya kwamba anaondoka, lakini hata acha kurudi. Anaenda kuandaa makao, na atakaporudi atakuja kutuchukua ili tukaishi katika hayo makao. Ni ahadi ya mibaraka. Tumaini la baraka linaitwa katika Biblia tumaini la marejeo. Sasa ukweli kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili, Biblia inafundisha kwamba ujio wa Yesu mara pili litakuwa ni tukio la wazi. Tito 2 fungu la 3 Biblia inasema 13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Kristo Yesu. Kwa tunaona Biblia inatuambia ni tukio linalotegemewa na Wakristo wote. Tukio litakaokuwa ni mafunuo ya Kristo Bwana wetu. Litakuwa ni tukio la wazi, na atakuja mwilini, atakuja, tutamuona. Katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza fungu la 11 Biblia inasema, huyu Yesu aliyechukuliwa. Unajua Yesu wakati anapaa alikuwa amezungukwa na wanafunzi wake, alafu alivyopaa akaenda mbinguni, malaika wawili wakasimama pale angani, wakawaona wao wanafunzi wamekaa wanamwangalia Yesu anapaa anachukuliwa na mawingu wanakwenda juu. Malaika wale wanawaambia sasa wanafunzi, wanawaambia, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda mbinguni. Kwa kama alivyo asendi wakamuona kwenye mawingu, atadisendi kuja kutuchukua. Kwa hiyo litakuwa ni tukio la wazi litakaloonekana mwilini. Biblia inatuambia kila jicho litamuona. Ufunuo 1 fungu la 7, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Biblia inatuambia Yesu atakapokuja, every eye shall see him. Kila jicho litamuona popote duniani. Yoyote aliyopo katika dunia hii watamwona atakavyokuja Mwana wa Adamu. Mathayo 24 fungu la 30 Biblia inasema, ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hivyo tunatuambia mataifa yote ya ulimwengu watamwona. Kila inapigia mstari Biblia inasema watamwona akija na mawingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Itakuwa ni glorious event, tukio lenye fahari. Mbingu, Biblia inasema mbingu zitakunjuka kama karatasi, malaika watakuwa wamemzunguka Kristo wetu, atakuja kutuchukua tena. Lakini ukweli mwingine kuhusu tukio la kuja kwa Yesu, ni tukio litakalosikika. Yaani sio kuja kimya kimya, sio kamnyakua huyu, sio kamnyakua huyu, sio kamnyakua huyu, kimya kimya. Yesu atakuja na tukio la kusikika. Ufunuo 16 fungu la 18 Biblia inasema, patakuwa na umeme na sauti na radi, nasema na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa. Hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Kwa unaona litakuwa ni tukio la heka heka, mshike, hali isiyokuwa ya kawaida. Mambo yatakuwa ni mengi. Biblia inatuambia umeme, maana radi inapiga huku. Kutakuwa na tetemeko litaburuza. Biblia inatuambia tetemeko kubwa ambalo dunia hii haijapata kulishuhudia. Na anatuambia itakuwa na sauti kuu zinaandamana. Litakuwa ni tukio
kubwa, visiwa vitakimbia. Unashangaa unapishana na Zanzibar, fyao imekimbia huku, mlima mbele fyao umeenda hivi. Itakuwa ni hali ambayo dunia nzima itaishuhudia. Lakini Biblia inatuambia wakati wa ujio wa Kristo Bwana wetu, wafu watafufuliwa. Wathesalonike wa kwanza 4:16 neno la Bwana linasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti wa malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Biblia inatuambia malaika atapuliza baragumu mbinguni, itakuwa tukio la kusikika. Atakuja na parapanda kubwa, halafu waliokufa katika Kristo. Hii ni habari ya matumaini ya kwamba ndugu zetu wanaolala mauti, wakilala katika kumtumaini Kristo, hili fungu linatuhakikishia ya kwamba Kristo atakapokuja atawaamsha tena. Haleluya! Biblia inatuambia nini tena? Ukweli kuhusu kuja kwa Yesu litakuwa ni tukio ambalo wale wa hai ambao watakutwa wako hai watanyakuliwa na kupelekwa mbinguni. Hapa nataka nikwambie kitu, sio kila nafsi itakaoonja mauti. Kuna msemo umeenea sana kwamba kila nafsi itaonja mauti. Hilo sio fundisho la Biblia. Sio kila nafsi itaonja mauti, kwa sababu Kristo atawakuta watu wengine hai. Wale waovu waliofanya dhambi watakufa kwa kumuona, lakini walio watakatifu wa Bwana ambao watakuwa wako hai hawatalazimika kufa afu kufufuka tena. Biblia inasema watabadilishwa kufumba na kufumbua na kunyakuliwa kumlaki Kristo mawinguni. Neno la Bwana linasema Wathesalonike wa kwanza 4:17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Pamoja nao kina nani? Kumbuka Biblia imeshatangulia kutuambia waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hiyo wanafufuliwa, malaika wanawabeba kumlaki Yesu angani. Alafu sisi tulio hai nasi tunakuja, tunanyakuliwa, tunabebwa kukutana na Kristo Bwana wetu angani. Na Biblia inamalizia kwa kusema, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Sasa fundisho hili la unyakuo wa kisirisiri limepata nguvu sana, hasa baada ya wakati wa kitabu kimoja kilichoitwa Left Behind, ambacho nakala zaidi ya milioni 15 zimeuzwa ulimwengu mzima. Kilikuwa ni best seller, kilipoenea sana katika ulimwengu wetu. Waprotestanti wengi wakaacha fundisho la asili la Biblia ya kwamba Yesu atakuja na kila jicho tutamuona, wakaanza kuadapti fundisho hili ambalo ni la Kijesuit na wakaingiza katika imani zao. Nakumbuka ndugu yangu mpendwa, wakati Majesuit wanaanzisha fundisho hili, lengo ilikuwa ni kuwatoa kwenye reli wa Protestanti, wasiendelee kuamini kwamba mfumo wa kipapa ndio mfumo mpinga Kristo na mpinga Kristo atakuja baadaye. Ndicho ambacho kikafanyika. Kitabu kikaenea ulimwengu mzima, ikatengenezwa hadi movie Left Behind, na ulimwengu wa Kiprotestanti ukanyweshwa huu mvinyo wa fundisho hili na kwamba Yesu atakuja kwa siri. Kwa nini Yesu aje kwa siri? Anamuogopa nani mpaka aje kwa siri? Wengi wanaotetea hoja hiyo hutumia maneno kama kunyakuliwa. Anasema kunyakuliwa ni kama kutoweka ghafla. Lakini katika Biblia hakuna neno lolote linalozungumza tutatoweka ghafla Yesu atakapokuja. Biblia inatuambia Wathesalonike wa kwanza 4:16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti kuu ya malaika. Bwana atashuka, itakuwa tukio kubwa, malaika wanakuja, sauti kuu na mwaliko na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo wanafufuliwa. Haliwezi kuwa tukio la kisirisiri. Sasa wanasema Wathesalonike wa kwanza 4:17 inasema, nasi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa. Huko kunyakuliwa ndio kutoweka ghafla. Msingi wa hilo neno Kilatini ni rapir, Kiingereza rapture, nayo haimaanishi kutoweka ghafla, inamaanisha kutwaliwa. Biblia imeeleza hii vizuri katika Mathayo 24:31. Biblia inasema, naye yani Kristo atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Kwa unaona dhima ni ile ile inaelezwa katika Wathesalonike, katika Wakorinto, sauti kuu ya parapanda. Nao malaika hao watawakusanya wateule wote toka pepo nne za nchi, toka mwisho huu mpaka mwisho huu wa mbingu, ili kumlaki Kristo hewani. Kwa malaika, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kupaa,
Malaika watatumwa kutuzungusha, kutukusanya, wanatupakia kwenye magari ya mbinguni, tunapaa kwenda juu kukutana na Kristo mawinguni, kwa sababu Kristo atakapokuja hata kanyaga ardhi hii. Hapo baadaye tutajifunza somo moja naitwa igizo la kutisha, ambao shetani ataigiza tukio la kuja kwa Yesu, lakini yeye atatembea duniani. Atakuwa anaonekana Kisarawe, anaonekana Morogoro, anaonekana wapi. Yesu Kristo atakapokuja hata kanyaga dunia hii, atakuwa suspended pale hewani. Malaika watatu round up, watatukusanya. Waliokufa watafufuliwa, waliokufa katika Kristo, na wale watakatifu watabadilishwa kufumba na kufumbua, wapakiwe kwenye magari kama alivyopakiwa Elia katika gari la moto. Tutapakiwa katika magari ya mawingu kumulaki Bwana hewani. Sasa watetezi wa hoja ya unyakuo wa kisasi pia husema unaona Yesu anasema atakuja kama mwivi. Yesu atakuja kama mwivi, kwa hiyo atakuja kuwaiba watu, kuwanyakua. Je, Biblia inaposema Yesu kama mwivi inamaanisha nini? Napenda Biblia inavyojitafsiri yenyewe. Usiongezee maneno yako. Biblia inatuambia katika Wathesalonika wa kwanza 5 fungu la 2, alafu inatafsiri katika fungu la 4. Maana ninyi wenyewe yajua ya kuwa ya hakika siku ya Bwana yuaja kama mwivi ajavyo usiku. Fungu la 2 imeisha. Sasa ukiondoka nalo hapo sana, na Biblia inasema Yesu anakuja kama mwivi, bila kusoma context yote utapotea. Utakuwa umetafsiri Biblia unavyotaka wewe, lakini ukiendelea kusoma Biblia inaeleza yenyewe. Katika fungu la 4 Paulo anatuambia, anasema bali ninyi kina nani? Wa Kristo. Watu mnaosoma Biblia, wewe unaofuatilia mahubiri haya, wa Kristo anasema ninyi hampo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi. Maana yake wale wanaomngojea Yesu Kristo, waaminifu katika Mungu, ujio wa Yesu kwao hautakuja kama mwivi, kwa sababu wataziona dalili moja baada ya nyingine, kama ambavyo tutajifunza katika mfululizo huu, na watakuwa wanao mstari wa muda. Wanajua kitoka tukio hili na kuja tukio hili, kitoka tukio hili na kuja tukio hili, kitoka tukio hili na kuja tukio hili, mpaka Kristo Bwana wetu atakapotokea. Hawatakuwa gizani. Lakini wale wasiosoma maandiko matakatifu, wale ambao hawajishughulishi katika kuzichunguza siri za unabii, kwao Kristo atakuja ghafla. Itakuwa ni tukio la kuwastaajabisha, kwa sababu hawana clue, hawajui nini kinachoendelea. Kwao Kristo atakuja kama mwivi, itakuwa ghafla, maana yake watakuwa hawajajiandaa. Jiandae wewe mpendwa, soma maandiko matakatifu, elewa neno, kula gombo, ili Kristo atakapokuja uwe tayari kumlaki. Na hivyo kuja kwa Yesu Kristo, atakuja na mawingu, kila jicho litamuona, makabila yote ya dunia yatamuona, kila sikio litasikia, tetemeko kubwa litaipiga dunia nzima, sauti ya parapanda itasikika, wafu watafufuliwa, na tulio hai ambao tunamcha Mungu kufumba na kufumbua tutabadilishwa. Sasa mtu mwingine anasema, sasa Bwana Yesu anasema wawili wako nyikani, mmoja atwaliwa, mmoja aacha. Hata ukiangalia katika ile movie iliyotengenezwa ya Left Behind, unaona watu wamekaa ni fyop. Mmekaa wawili, umeona ubakishiwa nguo tu hapo. Mmelala chumbani na mkeo, unaamka asubuhi, mkeo umuoni au mmeo umuoni, unaona tu nguo alizolaza nazo. Rubani anaendesha ndege, rubani anamcha Mungu, fyop, kanyakuliwa. Wengine ndege inaenda kuanguka. Wanaonyesha kwamba itakuwa ni chaos. Biblia inatuambia Yesu hawezi kurudi namna hiyo. Yesu atakapokuja itakuwa ndio mwisho wa historia ya dunia hii. Hakuna kitakachoendelea duniani kinaowahusu wanadamu. Biblia inaposema mmoja atwaliwa, mmoja aachwa, inamaanisha ya kwamba unafahamiana na rafiki yako, mmekuwa pamoja mkienda kanisani, lakini mwenzako amejazwa Roho Mtakatifu, maisha yake yamebadilishwa, wewe hujajazwa Roho Mtakatifu. Ni kama kile kisa cha wanawali 10. Wote wanamsubiri bwana harusi, lakini wengine walikuwa na mafuta ya ziada, walikuwa na Roho Mtakatifu wa ziada. Hawa mafuta yao yakaisha. Bwana harusi alipokuja, wakakosa kuingia naye harusini. Ndicho anachomaanisha Yesu hapa, ya kwamba mko pamoja, wote ni wakulima, wote ni wafanyakazi pamoja, wote ni wanafamilia moja, lakini kuna mwingine amejazwa na Roho Mtakatifu, maisha yake yamebadilishwa, anaishi kulingana na neno la Mungu. Huyo Kristo anapokuja anaenda zake mbinguni, alafu kwako wewe nini kinatokea? Inakuwa ni kizaazaa. Biblia inatuambia katika Ufunuo 6:15-16, wakajificha hao ambao hawajampa Yesu maisha yao
Hii ndio hatima yao wakati Yesu atakapokuja. Hatima ya kusikitisha, hatima mbaya, hatima ambayo itakuwa ndio mwisho wa maisha yao. Biblia inatuambia katika Ufunuo 6:15-16, wakajificha katika mapango na chini ya miamba ya milima, wakiiambia milima na miamba, yani they started to talk to rocks. Wanaanza kuongea na miamba na milima. Hawawezi kumuona Kristo anavyokuja. They can't behold that glory. Hawawezi kuvumilia ule utukufu unaokuja nao Kristo. Wanaiambia miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo, kwa maana siku iliyokuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Wale ambao wamempa Kristo maisha yao ndio wataweza kusimama siku hiyo, lakini wale ambao hawajampa Kristo maisha yao hawataweza kusimama katika siku ile kuu ya Mwokozi. Wathesalonike wa pili sura ya 1 fungu la 7 na fungu la 8, maandiko matakatifu yanasema, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufufuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mawinguni pamoja na malaika na uwezo wake katika mwali wa moto, huku akilipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema siku hiyo ya kuja kwa Yesu ni siku ya kuwalipa raha wale walioteswa na shetani. Najua wapo watu ambao wanapitia maisha magumu saa hii. Wako watu wanaonyanyasika kwa sababu ya imani yao kwa Kristo. Wapo watu ambao maisha yao yameharibika kabisa kwa sababu ya kumkubali Kristo tu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wengine wamefukuzwa na familia zao, na wajua watu ambao walikuwa wa imani zingine walipoamua kumpa Kristo Yesu maisha yao na kuamua kubatizwa, walifukuzwa na familia zao. Wengine walipoteza ajira kwa sababu walikataa kuvunja amri za Mungu na kusimama na Kristo kazini kwao, na hivyo wakapoteza ajira zao. Yesu anasema siku anapokuja, anakuja kuwalipa raha ninyi mteswao. Haleluya! Na hivyo hili ni tumaini la baraka. Anatuambia siku hiyo itakuwa njema kwa wanaomtumainia Kristo, lakini siku hiyo ni ya Mungu kulipiza kisasi kwa wabaya wako. Ndio maana neno la Bwana linasema kisasi ni cha Bwana. Wewe kama watu wanapokufanyia mabaya, usilipize kisasi, nenda kwa Bwana, kwa sababu kisasi ni cha Bwana. Biblia inasema katika siku hiyo Mungu atalipiza kisasi kwa hao wasiomjua Mungu, waliokufanya mabaya, waliokuharibia maisha yako, wale ambao walikuulia ndugu zako, wale ambao waliharibu maisha yako, wale ambao hawakufanya uishi kwa haki, kwa amani. Ninaona katika Biblia Petro anasema tunaitazamia mbingu mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Katika nchi na dunia yetu ya sasa haki haimo ndani yake, lakini Kristo atakapokuja anakuja kulipiza kisasi kwa wale wasiomjua Mungu. Na hivyo ni waonye wale wasiomjua Mungu ya kwamba isipokuwa wamempa Kristo maisha yao kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi Kristo atakapokuja atalipiza kisasi kwa mambo maovu yote waliowafanyia wacha Mungu. Biblia inasema watu wengine watakaolipiza kisasi ni wale ambao hawatatii injili ya Kristo Bwana wetu. Neno hili la Kristo linalohubiriwa hauhubiriwi liwe kama kiburudisho. Ni neno linaloweka hatima ya umilele wako, ya kwamba ni aidha urisi uzima wa milele, uishi pamoja na Kristo katika ufalme wake unaokuja, ama upotee milele. Hakuna njia mbadala, ni uwe wa Yesu ama upotee milele. Na Kristo anasema hapa ya kwamba wale wote ambao hawataitii injili ya Kristo, siku hiyo itakuwa ni mbaya sana kwao, maana Kristo atakuja kulipiza kisasi, atakuja kuwaharibu. Ufunuo 19 fungu la 11, neno la Bwana linasema, kisha nikaziona mbingu zikifunguka, na tazama farasi mweupe, naye aliyepanda anaitwa Mwaminifu wa kweli, naye wa haki, ahukumuye mataifa, afanyaye hukumu
na kufanya vita. Siku hiyo ndugu zangu ni siku hiyo kuja kwa Yesu ni siku ya hukumu. Siku ya kuamua destiny ya humanity. Siku ambayo itasema wewe utaurithi uzima wa milele ama utaupoteza na kupotea milele. Biblia inatuambia siku hiyo majeshi yaliyoko mbinguni yatamfuata wakipanda farasi weupe waliovikwa kitani nzuri nyeupe safi. Fungu la 15 linatuambia na upanga mkali utatoka kinywani mwake, yani Kristo, na upanga huo uwapige mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo kwa ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Lakini kwa wacha Mungu siku hiyo wataimba na kusema maneno haya. Isaya 25:9. Katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja tusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Siku itakuwa ni siku ya furaha kwa wacha Mungu, siku ya furaha kwa wanaomtumaini Mungu. Watasema huyu ndiye tuliyemngoja. Tumeteseka sana, tumepitia wakati mgumu, lakini sasa mfalme wetu amekuja kutuokoa. Itakuwa ni siku ya shangwe kwao, itakuwa ni siku ya furaha kwao. Nataka nizungumze na wewe mpenzi mtazamaji. Uamuzi ni wako sasa, wa jinsi ambavyo siku hiyo itakuwa. Uamuzi huo uko mikononi mwako. Siku hiyo wewe uwe sehemu ya watu watakaosema huyu ndiye Bwana Mungu wetu tuliyemngoja na tuushangilie wokovu wake, ama uwe miongoni mwa wale watakaokuwa wanakimbia wanatafuta miamba iwaangukie wakiambia iwafiche, maana hawawezi kuushuhudia utukufu wa Mungu. Uchaguzi kwa mikononi mwako. Mimi ninachagua kukaa upande salama, upande wa mfalme wa haki, upande wa Yesu Kristo. Najua wako watu wamefungamanishwa na imani za kiumizimu, ambao wanaamini ya kwamba Kristo atakuja halafu achukue kanisa awaachie dunia yao, na kuambia shetani na kudanganya. Kristo atakapokuja ndio mwisho wa historia ya dunia hii. Nafahamu wapo wengine ambao wanadhani wanaweza kucancel apocalypse, wanaweza kutoroka marejeo ya Kristo, wanajitengenezea visafina vyao kuhama dunia hii kwenda dunia zingine. Lakini nataka nikuhakikishie jambo moja, ya kwamba Kristo atakapokuja ndio itakuwa mwisho wa human race. Kwa maana ya wale wasiomcha Mungu itakuwa mwisho wao, lakini wale wanaomcha Mungu watapata mwanzo mpya. Kwa sababu lengo na kusudi la Kristo ni kwamba aje afumue utawala huu wa ibilisi uliodumu kwa zaidi ya miaka 6,000 wa mateso kwa uzao wa Adam. Amuhukumu ibilisi na malaika zake pamoja na wale wote waliochagua kwa upande wake, lakini awapatie raha na airudishe dunia pale ilipokuwa mwanzo kabla dhambi haijaingia. Edeni iliyopotea airudishe tena, ili watu wa Mungu waishi katika mpango wa awali wa Mungu, maisha ya umilele, maisha yasiyo na dhambi, maisha ambao watamtukuza Mungu na kufurahia uumbaji wake milele zote. Na masaa haya ninakualika wewe kuwa sehemu ya mpango huo wa Mungu, na unaweza kuupokea kwa kuamua kumchagua Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukifanya hivyo tu unajihakikishia uzima wa milele. Mungu akubariki. Nataka nikuombee. Baba yangu na Mungu wangu mwema, rafiki ambaye amechagua kusimama na Kristo, kumchagua Bwana Mwokozi wa maisha yake, ili siku ile utakapokuja awe sehemu ya wale watakaosema huyu ndiye Mungu wetu, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Bwana, namweka mikononi mwako nikikuomba umjaze Roho Mtakatifu, umlinde na muhifadhi katika adha na dhiki za dunia hii, ili Mungu wangu mwema tumaini hili lisife moyoni mwake. Taa ya matumaini ya uzima wa milele endelee kung'aa huku akisubiria marejeo yako Kristo Bwana wetu utakapotupeleka katika ufalme mpya ambao haki yakaa ndani yake. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen.